Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Tunakueleza ripoti maalum kutoka barani Ulaya, hasa kutoka Umoja wa Ulaya, ambapo umoja huo umezindua mkakati mpya wa kuachana na nishati ya Urusi. Lakini nchi hizi baada ya kuachana na nishati ya Urusi zitaelekea wapi kwa ajili ya kupata hiyo gesi, na watawezaje kuepuka kununua gesi ya Urusi? Andamana nami katika simulizi hii. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametangaza mpango utakaoharakisha usitishaji wa Ulaya wa kuagiza mafuta na nishati ya gesi kutoka nchini Urusi. Kiongozi huyo amesema amechukua hatua hiyo baada ya mazungumzo ya simu na Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye siku za hivi karibuni ameyarai mataifa ya Ulaya kupunguza au kusitisha kabisa uagizaji wa mafuta na gesi kutoka Urusi. Bi von der Leyen amesema uchumi wa Urusi unaendeshwa kwa kutegemea mapato ya nishati ya visukuku, ndio umewezesha Moscow kuendelea na vita nchini Ukraine. Amearifu kwamba Umoja wa Ulaya sasa utatekeleza mkakati utakaorahisisha kuachana na ununuaji wa mafuta na gesi kutoka Urusi kabla ya mwaka 2028. Vile umoja huo umetangaza vikwazo vya ziada vya kiuchumi vitakavyozilenga sekta ya benki na nishati za Urusi. Tangu kuanza kwa vita, nchi za magharibi zilikuwa zikitegemea gesi kutoka nchini Urusi, lakini pia kupitia bomba la Nord Stream ambalo lilikuwa likisambaza gesi takribani zaidi ya 44% kutoka nchini Urusi kupitia nchini Ujerumani. Nchi za magharibi zilikuwa zikipata gesi pamoja na mafuta kwa bei nafuu, lakini baada ya vita tangu mwaka 2024 kumekuwa na upatikanaji mdogo wa gesi pamoja na mafuta baada ya kuharibiwa kwa mabomba ya Nord Stream. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa changamoto kubwa kwa nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO, lakini pia na nchi za magharibi, Umoja wa Ulaya, mnamo siku ya Jumamosi ya wiki iliyopita kujiondoa kikamilifu kutoka utegemezi wa mafuta pamoja na gesi ya Urusi kabla ya kukubali kuwekea vikwazo Moscow, na kuzua swali, kwa nini baadhi ya nchi wanachama wanatumia nishati ya mafuta na gesi kutoka Urusi? Lakini kwa nini ni muhimu? Mazungumzo ya makubaliano ya amani yanaonekana kukwama huku Urusi ikianzisha wimbi jipya la mashambulizi nchini Ukraine wiki hii. Moscow, ambayo ilivamia taifa la Ulaya Mashariki mnamo Februari mwaka 2022, ilitangaza kusitisha mazungumzo ya amani na Ukraine na kushutumu mataifa ya Ulaya kwa kuzuia mchakato huo, kulingana na Reuters. Moscow pia ilishutumu Kiev kwa kutotambua uhalisia wa hali halisi, huku Ukraine ikiendelea kuishutumu Urusi kwa kutofuatilia kwa dhati makubaliano yoyote ya amani. Hata hivyo, nchi za magharibi sasa, baada ya Marekani kueleza uhalisia wa mambo kwamba wanapaswa kuachana na mpango wa kununua gesi kutoka nchini Marekani, sasa wamekuja na mipango mipya ya kuweza kuhakikisha wanapata gesi, lakini pia pamoja na mafuta, wakiachana na gesi ya bei nafuu wanayonunua nchini Urusi. Norway imekuwa muuzaji mkuu wa gesi kwa EU kuanzia mwaka 2024, ikitoa zaidi ya 33% ya uagizaji wa gesi yote, ambapo wamepunguza karibia 11% wanayoiagiza kutoka Marekani. Hata hivyo, mipango mingine ni kupata gesi ambayo itatoka kwa wasambazaji kama vile Marekani, Algeria, Qatar, Uingereza na Azerbaijan, ambapo wataachana na Urusi moja kwa moja. Hata hivyo, bado kuna ugumu kupata gesi kutoka katika taifa kama vile Qatar pamoja na Algeria, lakini pia na Marekani. Moja kati ya eneo ambalo angalau wataweza kupata gesi watu wa Ulaya ni Uingereza, lakini pia moja kati ya maeneo ambayo yatakuwa ni magumu kutokana na bei yake ni Marekani, ambayo ilidai mwaka 2024 kwamba itasambaza gesi kwa mataifa yote ya Ulaya. Wakati ikisambaza gesi ambayo ilikuwa ya bei ya juu zaidi, nchi nyingi za magharibi ziliathirika kutokana na bei hiyo. Mnamo mwaka 2024, EU iliagiza zaidi ya mita za ujazo bilioni 100 za LNG. Marekani ilikuwa muuzaji mkuu wa LNG kwa nchi za Ulaya, ikichukua karibu 45% ya jumla ya uagizaji, na uagizaji kutoka Marekani mwaka huu 2024 ulikuwa zaidi ya mara mbili ya ilivyokuwa mnamo mwaka 2021. Waagizaji wakubwa zaidi wa LNG katika nchi za Ulaya ni pamoja na Ufaransa, Uhispania, Italia, Uholanzi na Ubelgiji. Lakini kwa nini gesi ni muhimu sana kwa nchi za Ulaya pamoja na EU kwa ujumla?
Gesi hutumiwa hasa kwa ajili ya uzalishaji wa umeme, lakini pia hutumika kwa ajili ya kuhakikisha hutumika kwa ajili ya viwanda. Takribani 30% ya kaya katika nchi za Ulaya zina joto kwa kutumia gesi, na mahitaji ya Umoja wa Ulaya ya gesi asilia yalipungua kwa zaidi ya 19% kati ya mwaka 2021 na mwaka 2024, lakini bado gesi inahitajika kwa kiasi kikubwa katika mataifa hayo ya Ulaya. Kutokana na hali hiyo, nchi za Ulaya zimeona ni bora kuachana na ununuzi wa gesi kutoka nchini Urusi na kuona kwamba wataweza kununua gesi kutoka katika mataifa hayo. Lakini ni nchi gani ambazo zimekuwa zikinunua gesi kutoka nchini Urusi hadi wakati huu? Lakini kwa nini baadhi ya mataifa ya nchi za Ulaya bado yanaendelea kununua mafuta pamoja na gesi kutoka nchini Urusi? Bado hali ya uchumi katika mataifa mengi ya Urusi imekuwa ni ngumu sana na imekuwa imeshuka. Mataifa kama vile Uturuki, miongoni mwa mataifa ambayo ni rafiki na Urusi, yameendelea kununua mafuta na ni taifa la tatu ukiachana na China na India tangu mwaka 2023. Lakini pia mataifa mengine ambayo yamenunua mafuta kwa wingi ni pamoja na Slovakia pamoja na Hungary, yamekuwa yakinunua mafuta kutoka nchini Urusi. Uturuki inadaiwa kununua mafuta ambapo imechangia zaidi ya dola bilioni 90 kwa Urusi kwa kupata mafuta na gesi kutoka nchini Urusi. Lakini pia mataifa kama Hungary imetumia zaidi ya dola bilioni 13.4 kwa ajili ya kununua mafuta, ambapo Slovakia imetumia takribani dola bilioni 10 kwa ajili ya kununua mafuta, na ni miongoni mwa mataifa 10 ambayo ni waagizaji wa mafuta pamoja na gesi kutoka nchini Urusi. Na mataifa haya yanasemekana kwamba hata hali za kiuchumi za mataifa hayo zimezidi kukua kwa kiasi kikubwa. Azerbaijan kadhalika ni miongoni mwa wanunuzi wa mafuta na gesi kutoka nchini Urusi, ambapo pia wamekuwa wakidaiwa ni wachangiaji wa uchumi wa Urusi ambao unazidi kukua kila kukicha na kuendelea kwa Urusi na vita visivyoisha kati yake na Ukraine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.